Katika safari ya kutafuta mafanikio kama vijana, tumekuwa tunakutana na changamoto nyingi sana, na kuna baadhi ya watumishi wa Mungu wamekuwa wakisema kwamba mafanikio yoyote yale yanahitaji uwe na nguvu za kiroho. Sasa sisi kama vijana, wengi wetu tumekuwa tukisikia tu upande kwamba nguvu za kiroho. Sasa leo nimekuandalia ni mahojiano mafupi na niko na watumishi wa Mungu hapa tuweze kujua hasa kuna mahusiano gani makubwa kati ya kuwa na mafanikio na nguvu za kiroho. Upande wangu hapa niko na baba Steven Nzali, ni mtumishi wa Mungu, na pembeni yangu hapa niko na mwinjilisti anaitwa Mark. Kwa pamoja tutakwenda kuzungumza na kudiskasi kuhusiana na mafanikio upande wa kiroho. Usichoke, ndo kwanza kipindi kimeanza. Karibu baba Nzali. Amina. Mimi nimefurahi sana. Ndio. Yes, nimefurahi sana. Okay, sasa nina swali moja kidogo kwamba kama tunavyokuona wewe ni kijana, alafu na sote ni vijana. Labda vijana wenzako au familia ilikuchukuliaje wakati unaamua kumtumikia Mungu na ukiwa bado kijana? Yaani kwa ujumla familia na vijana wenzako walikuchukuliaje baba Nzali? Sikutarajia swali hili. Yes, lakini haikuwa simple. Yeah. Yes, ukiangalia I don't know, lakini kazi za Mungu zinachukuliwa, unajua ni kama kwa mfano mimi nimeingia kwenye kazi ya Mungu tayari nikiwa nafanya kazi fulani zinakupatia hela kidogo. Ndiyo. Yeah. Kwa hiyo ile kutoka kwenye kazi labda umeajiliwa unaingia kwenye kazi ya Mungu, kwanza unaonekana kama umepotea. Unaonekana kama mshamba. Mshamba, yani kuna mahali unaenda ambako siko sahihi. Ndiyo. Yeah. Kwa hiyo si rahisi sana kwa familia kulichukulia kwa namna hiyo. Ndiyo. Yes, lakini niseme tu hawakulichukulia kwa haraka kwa wakati ule, hawakulichukulia rahisi kiasi hicho. Sasa yes. Ni nini kilikupa ujasiri mpaka kikakufanya uendelee kuwa na imani hiyo kwamba mimi nimeshaamini kwamba natakiwa kumtumikia Mungu, natakiwa niache vitu vyote nimtumikie Mungu? Ni kitu gani kilikupa ujasiri licha ya changamoto hizo ulizokutana nazo kwenye huduma ambayo ulikuwa unaelekea kumtumikia Mungu? Ujasiri nadhani ni wito. Ndiyo. Ya, nadhani kwa sababu Mungu anapokuita unaona msukumo ni kama kitu kinachomeka ndani yako kwamba you must do it, kwamba lazima uendelee. Lazima ufanye, na usipofanya hata kama unapata hela sehemu ila haufanyi ile kazi ya Mungu, kuna namna unaona kama hauko fulfilled. Ndiyo. Yes, kwa hiyo ikai inanisukuma kwamba haijalishi nani ananikataa au nani ananikubali. Ndiyo. Ila mwisho wa siku ni lazima nifanye, kwa sababu sipofanya tu amani, kila kitu kinapotea. Kila kitu kinapotea. Yes. Sasa pembeni yangu hapa pia niko na mtumishi wa Mungu, mwinjilisti Mark William. Sasa nataka tufahamu pengine kwamba kuna mahusiano gani kati ya kuwa na mafanikio na nguvu za kiroho? Sasa ndiyo, mimi mara nyingi huwa napenda kusema hivi. Ndiyo. Katika safari yoyote ni lazima kuwa na imani. Ndiyo. Kama Biblia inavyosema katika kitabu cha Waebrania 11 pale. Ndiyo. Ili fungu kila mtu analifahamu. Ndiyo. Ya kwamba imani nilikuwa na hakika na kwamba yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ndiyo. Pastor Nzali amezungumza hapo ya kwamba Mungu anapokuita unakuwa na msukumo fulani. Ndiyo. Sasa huo msukumo unapotokea na wewe unakuwa na imani. Ndiyo. Unakuwa na imani kwamba hiki ambacho Mungu ananisukuma ndani ya moyo wangu kitafanikiwa. Ndiyo. Kwa hiyo unakuwa na imani na kitu ambacho wewe hujui huko mbele kitakuwaje. Okay. Unakuwa hujui. Ila unatoka kuamini kwamba kitatokea. Kwa hiyo mtu hata siku moja asije akakupatisha tamaa ya kwamba hiki kitu bwana, hapana. Hata mimi mwenyewe kikweli katika wakati naanza kuingia kwenye utumishi, niliwahi kuambiwa kwamba utumishi siku hizi hauna faida. Okay. Niliambiwa niingie kwenye mambo ya askari. Ndiyo. Of course niliingia kabisa. Inspector General. Niliingia. Nilipoingia
naonesha na picha akiwa kwenye nilipoingia sikuingia kwa kulazimishwa, ndio, kwa sababu kwa wakati huo nilikuwa naambiwa hivyo, unabidi usikilize mamlaka ya wakubwa. Mkubwa akisema unabidi usikilize, lakini moyoni mwangu najua kuna kitu nakipenda zaidi. Kwa hiyo kuna utofauti katika haya mambo mawili uliyosema. Ile imani ya ndani ndio inayokusukuma sasa kwamba ndo. Kwa hiyo ambacho huwa najizidi kuambia watu ni kwamba uwe na imani na mambo ambayo unayatarajia kufanya, iwe ni kiroho zaidi au ni mambo mengine, biashara, yani chochote unachokifanya. Ndio. Jua ni Mungu anakusudia wewe ufanikiwe, lakini chochote unachokianzisha jua ni Mungu anakusimamia na atakufanikisha. Lakini ukiwa ni mtu wa kusonga mbele na kurudi nyuma, utachelewa sana na utaona kama vile umelogwa. Na hapa mimi watu wananishangaza kwamba mimi kuna shangazi yangu ameniloga, sijui kuna mjomba ameniloga, mpaka wanaenda hapo kwa manabii ili wawaue. Lakini hapana, hapana. Kwanza wachawi huwezi kuwamaliza, kwa sababu unaweza mdhania anafanya ubaya, kumbe sio, ni mwingine kabisa. Kila siku wanazaliwa. Sasa hivi wachawi wamekuwa ni vijana kabisa. Kwa hiyo sasa vijana tunapaswa tujihusishe kwenye mambo ya kiroho. Ili ukishakuwa mtu wa kiroho, hata haya mambo mengine yatafunguka. Ila ukianza na haya mengine bado hauwezi kufanikiwa. Ila tujitahidi sana, kwa sababu Mungu ndio anayeongoza kila kitu. Yaani Mungu ndio the best. Kwa hiyo mimi naweza kusema natoa ushauri kwa vijana kwamba wasiogope. Hata Biblia yenyewe ile neno limejirudia. Nasema usiogope. Ndio, kwa tuliwahi kufuatilia, tuliwahi kusikia mtumishi wa Mungu anasema kwamba neno usiogope kwenye Biblia limeandikwa mara 360. Kwa hiyo kila siku ukiamka una usiogope hiyo moja. Kama tulivyomsikiliza mtumishi wa Mungu bwana Mark William, tumeona kwamba ili yani kuna yapo mahusiano ya moja kwa moja kwamba mafanikio na nguvu za kiroho. Sasa Baba Steven Nzali, nilikuwa naomba unisaidie jambo moja. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba ili ufanikiwe ni lazima uwe na nguvu za kiroho, si ndio? Tumekubaliana hilo. Sasa hizo nguvu za kiroho kama vijana tunazipataje? Ndiyo. Sasa kwenye kanuni za kiroho sasa, kuna watu wanaitwa basi niseme ni watu wa kiroho hivyo. Ndiyo. Watu wa kiroho wanaamini hivi, jambo lolote linalotokea nje linaanzia ndani. Ndiyo. Yes. Lakini hali ya ndani kwenye maandiko ndio inasema, inatumika kama neno nafsi. Kuna mstari unasema hivi, ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ndiyo. Mwanadamu amegawanyika kwenye sehemu 3, conscious mind. Ndiyo. And subconscious, sehemu 2, conscious and subconscious mind. Ndiyo. Yes, conscious mind ni ile inayotumia akili. Ukisoma vitabu, maarifa na nini, unaweza kukuta mtu anajua vitu vingi sana kichwani, ila havitokei kwenye maisha yake. Yaani amesoma vitabu, anajua hiki. Maana yake huyo ni mtu anayetumia conscious mind. Conscious ni ile hali ya utambuzi, yani anakuwa anajua vitu vingi. Yes. Alafu subconscious mind ni ile hali ya nafsi kuwa na kile, yani kile kitu kinakuwa ndani ya nafsi, sio tena ndani ya akili. Sasa hivi vitu vinafanyaje kazi? Maono yanakaa ndani ya subconscious mind. Ndani yako Mungu anavyoweka kitu anaweka kwenye subconscious. Lakini ukishakuwa na subconscious mind, kile kitu ambacho kiko pale kinakuhitaji akili na maarifa mengine ya vitabu ili ujue. Kwa mfano, hili gorofa lilikuwa ndani ya nafsi ya mtu. Lilikuwa ndani. Yes. Lakini kuja kuliweka hivi linahitaji architect kulichora, ambapo sasa linahitaji elimu ya nini? Ya darasani, ambapo tena sio nini? Nafsi. Lakini huwezi ukaniambia hili limeanzia nje au limeanzia kwenye akili. Hapana.
akili imepokea kitu kutoka ndani ya nini? Ya nafsi. Kwa sasa unapataje nguvu ya kiroho ya ndani? Ndio. Number one, you have to sit down yourself, not usikae chini na mzazi, rafiki, wala social media. Kaa chini na wewe mwenyewe. Ndio. Yes, ni Israel wanatumia kitu kama meditation. Kumeditate. Mtu anakaa mahali ndani, anawasha mishumaa, anakaa sehemu tulivu, hana simu, hana redio. Yani kwa mfano wewe, kile unachokiwaza na kukifanya ukiwa peke yako, ndicho wewe ulivyo. Ndio roho yako ilivyo. Achana na hizo opinion, bwana unaweza kurekodi vizuri bwana. Inakwambia ukizungumza peke yako wewe ukikaa, nafsi yako inasema nini? Ndio. Kuna greatness unaiona ndani yako. Ndio. Kuna vitu unaviona. Sasa ile hali ndio tunasema ni nguvu ya roho. Yani kila mtu anayo hiyo. Ila tumetofautiana uwezo wa kuimanifest, ndio hapo sasa tunahitaji elimu. Kuimanifest nguvu yako ya kiroho itokeze sasa iwe nje. Ndio maana mtu mzungu tuseme wa Marekani mwenye idea sawa na Muafrika wa Mbeya, yani wote wana idea moja. Ndio. Na wote hawana hela, tukaweka hapo sehemu moja. Ndio. Utaona mmoja anafanikiwa, afu mwingine anafanikiwa. Wote wana idea moja. Ndio. Na wote wanaishi sehemu moja. Tofauti yao ni nini? Wenzetu wameaminishwa kuamini kwamba wao, kwa kauli yao inasema hivi, kama umeweza kukitafakari unaweza kukifanya. Kama umeweza kukitafakari unaweza kukifanya. That is. So if kama wao wanaweza kujiamini hivyo, ndio. Kwa wanaweza kusimamia msimamo huo na akasimama akaanzisha kitu mpaka tokea chini kikubwa kwa kutumia zile nguvu za ndani za kiroho za ndani. Ndio. Lakini mwingine anazo ila kuzimanifest, ndio anaona sasa hapa nahitaji mpaka mjomba aseme, nahitaji mpaka apite kwenye social media aone Jakimali fanyeje si nani. Kwa unatumia external power to do something, wakati internal power to build something external. Yeah. Kwa hiyo ndo sit yourself, kama na mwenyewe ndani yako, think unaona nini ndani yako, that is the power you have. Sasa Baba Steven Nzali, baada ya kutuambia hivyo, nataka utushirikishe jambo moja. Kuna kipindi ulishawahi kupitia jambo gumu kwenye maisha, ukaona ukiangalia mbele hauendi, ukirudi nyuma hauendi, umeomba haujibiwi, umefunga haujibiwi. Iliwahi kutokea hiyo hali ambayo ndo vijana wengi hapa wanaotutazama waliwahi kupitia? Hata mimi mwenyewe nisiwe mwongo, niliwahi kuipitia hiyo. Sasa kama wewe mtumishi wa Mungu, lilishawahi kukutokea na jambo hilo na ulifanyaje? Yani kwamba ukasema hapa imani yangu ndo iliniokoa. Yani ilitokeaje na ukafanyaje, mtumishi wa Mungu? Tusaidie kwa hiyo. Ili nitalijibu, lakini na muinjilisti hapa atalijibu. Ndio. Kwenye experience yake ya kuoa hapa atasema neno. Sawa. Mimi ndio sisemi kwamba niliwahi kupitia, ila ni hali ambayo huwa napitia. Ndio. Sio niliwahi, yani ni endelevu. Ni kitendo ambacho endelevu. Sasa tunaomba utusaidie kwenye hicho kitendo endelevu. Hiyo hali unapigana nayo, kwa sababu ukija kuangalia vijana wengi sana wanapotea wakifikia hatua hii. Yani kwa sababu, na mara nyingi naweza nikasema kwa experience yangu, ni pale kijana anapoamua kutoka kwenye kitu kinaitwa comfort zone. Yani lile eneo alilolizoea, akitaka kutoka ile comfort zone, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, anakuwa anapitia changamoto hizo. Ndio maana sababu time unakuta tuna vijana sasa hivi wa kiume ambao wanakimbia wanaume, wanaenda kwenye upande mwingine. Sasa wewe kwa kuwa unaipitia na unaweza kuiovercome, tunaomba utusaidie hapo sana, mtumishi wa Mungu. Mimi natumia principle ya neno la Mungu. Ndio. Milima, challenges ni Mungu aliziumba, wala si shetani. It is whatever. Mungu anatumia changamoto kuleta maendeleo. Ndio technique ya Mungu anayotumia. Kubwa. Kabisa. Mungu akitaka kukupeleka sehemu fulani, kwa mfano Mungu akitaka wewe mtumishi wa Mungu, anashikilia mkate wako, riziki yako. Fanya biashara yote ile utoboi mpaka urudi kwenye kazi yake. Kwa maana yake utaona mwenzako huyu anauza mkate na wewe hapa unauza mkate, yeye anafanikiwa, wewe ufanikiwi. Kumbe shida ni kwamba haujaitwa huko. Anataka uende pale pale kwenye mstari. Kwa anatumia matatizo kwa shape watu kwenda pale pale. Lakini pia Mungu anatumia changamoto kuleta kubalance utegemezi, yani kutegemeana, kuleta ile upendo.
Yes, that's why rais anategemea kula za mwananchi, mwananchi anategemea kauli ya rais. Kwa hakuna mtu anakuwa na 100% kwamba mimi ni mimi bwana. Hapana. Wewe leo umeshika kamera, kuna mtu yuko nyuma ya kamera unamhitaji. Si ndio? Ni kweli. Maana yake yeye mwenyewe angekuwa ametosheka, tuseme ameshiba, hana hela, yani ana hela za kutosha, hana shida, wewe ungempata wapi mtu wa kamera? Singempata. Ni kweli. Yes. Kwa maana yake Mungu anatumia hivyo. Sasa hiyo situation ya kuona kwamba huwezi kusogea mbele au huendi au kurudi nyuma inatokea hususan unapotumia macho kutazama vitu. Haya macho ya kawaida au kutumia akili. Na hii hali wanakutana nayo sana wasomi. Kwa sababu msomi anataka kumaliza kitu kwenye karatasi kabla hajaanza. Ndio akishamaliza chuo labda business anataka kwenda kufanya biashara ya matikiti, kwa anataka amalizane nayo kwa pale nitalima kodi fuso. Kwa anaanza kupiga mahesabu, mvua ikinyesha inaanza kumpa stress. Mafuriko yakisomba. Yaani kuna namna sasa anaanza kuona haoni mbele, haoni nyuma. Ila mimi naongea ukweli. Hiyo situation inatokea hususan usipotumia nguvu za kiroho. Ndio maana hata wana wa Israeli walivyokuwa wanapita kwa macho yao, Musa, mbele kuna bahari, nyuma kuna maadui. Ndio wanachokiona kwa macho. Ila Mungu yeye anawaambiaje? Kauli ya kwake tu Musa alivyoenda kwa Musa, waambie songa mbele. Songa mbele. That is kwamba Mungu anaona kitu tofauti. Na wewe unaona vitu wewe unaona hivi. Kwa hiyo kumbe unaweza kuwa huoni mbele, lakini Mungu anaona wewe unatakiwa kwenda. Yes. Mfano mzuri wewe umekutana na sisi. In simple way, trust me. Ni kweli. Kuna watu wanaogopa hata kunipigia simu, atakuwa mtumishi mkubwa sana atapokea simu. Umeona? Sasa unakuta si kwamba mimi nimeshindwa kufikiwa, ila amejilimiti mwenyewe. Yaani yeye mwenyewe amejizuia. Anapopima kwa macho, sasa ile kweli kwa followers wale na nini nitampata kweli? Nisifikie. Hapana. Kwa kila siku anakuwa kuna kitu anahisi nitamsaidia. Lakini amejilimiti yeye. Amejilimiti mwenyewe. Yes. Sasa yeye anaweza akasema hiyo ni barrier kwamba mimi bwana na hali anatamani kumtumikia Mungu, ila watumishi wa Mungu wamenitenga, sioni mbele, sioni nyuma. That is not what God see. Mungu yeye anaona fursa everywhere. Anaona hata anakuwazia. Wenyewe anasema Mungu anatuwazia sisi mambo mema. Yes. Kwa ukikutana na hiyo hali, songa mbele. Chapa maombi. Only that. Songa mbele. Kwa experience yako na wewe hapa kama walivyosema huyu bwana Maki, ilikuwaje? Tunaomba tusaidie. Sasa hili swali nimelipenda. Mpaka kama vile anawashwa. Bwana, kabla hajasema mimi nimempoint huyu kwa sababu ni mtu ambaye in shortly hana wazazi. Yaani walifariki muda mrefu sana. Alafu ameishi maisha yani yani hakuna, unajua kuna yule mtu angalau ana mtu pa kujishikiza. Yani ile yani hana yani that's why. Yes. Yani mimi nina imani ila yeye amenizidi. Kwa sababu just imagine sometimes I remember sometimes mimi nilikuwa nafanya kazi kipindi cha mimi sijaingia kwenye ministry. Mimi nilikuwa ndio nasema ni kama amenilea kwa sababu mimi nilikuwa nafanya kazi nalipwa 200,000 kwa mwezi. Yeye hana kazi inayoeleweka. Umeona? Lakini mimi nilikuwa stressed kuliko yeye. Alafu mimi nikiwa stressed, yeye ndo ananiita, "Wewe basi kwa ukiona huko unashindwa njoo tu kwangu." Yaani just mimi mwenye mshahara na naona hela haitoshi, naona mimi ni maskini. Alafu yeye ambaye hana anasema, "Wewe njoo tu." Kiona mambo yaendi. Njoo tu kwangu. Namuuliza sasa Mungu tu atatenda. Tena anayekupa ile confidence kwamba wewe njoo, hatuwezi kushindwa, mimi siwezi kushinda. Yani like unajua mpaka ile unaondoka like ni kama mtu amejipata. Lakini ukikaa ukituangalia unaona mimi ndo nilitakiwa nimsaidie. So that is nasema anakuwa na experience kubwa sana kwenye hilo eneo. Kwa kweli ninamshukuru Mungu kwa hatua ambayo amenipigania. Tangu nilipopoteza wazazi na kubaki na lile jina la uyatima mpaka sasa hivi najiona nina wazazi na wazazi ninao sasa. Wazazi ninao kwa sababu unaweza kauliza mzazi unao yuko wapi?
Kwa hiyo wazazi wangu walishafariki, lakini sasa hivi wazazi ninao wamerudi. Kipindi hicho nilikuwa siwaoni, lakini sasa hivi nawaona. Mungu yuko pamoja nami. Jamii imenizunguka inanipenda. Kwa hiyo yani hata nikiwa nimekwama mahali siwezi nikakosa msaada. Na ndio maana kila ninachotaka kufanya naamini Mungu yupo pamoja nami na kitafanikiwa hata kama sina 100. That mindset ndio tunaitaka hiyo. Kwa nini mara nyingi huyu yani sijui niwekaje, yani ni mtu ambaye in whatever mnataka kufanya ukimfuata huyu hajawahi, yani huwezi kukuta anasikitika, yani like you know this. Hata saizi mwambie I said twende pale Kawe, kuna mkuu wa mkoa inabidi tukamfanyie mahojiano. Sasa tutaanza kujadili hapa kwamba tufanyeje, tupitaje pale pite yeye. Sasa twende, anasemaga twende, mtakuaje? Tukifika pale tutajua. Kwa nini waanze kujadili? Yeye atakaje ile kujadili. Niliwahi kumwambia siku moja, kama kumsimulia, mimi nimefanya kazi ya uinjilisti. Uinjilisti wa vitabu, nafikiri sijajua kama wewe unaweza kusikia. Uinjilisti wa vitabu ni wainjilisti ambao wanapita nyumba kwa nyumba. Yani, yes, unakuwa na vitabu kufundisha neno la Mungu, lakini unakuwa na kitabu ambacho mtu anachangia kidogo kwa ajili ya yeye mwenyewe hivyo kusomea. Kwa hiyo nilikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Zakaria Elfaz. Huyu mtu bwana, Mungu ambariki sana. Kupitia kazi ya uinjilisti. Ndio ile aliajiriwa mwaka mzima pasipo kupata ajira. Na hii vijana inabidi iwasaidie. Kwamba ile hali ya kukata tamaa isiwepo. Unaweza kusoma alafu karudi nyumbani ukawa unasubiria ajira, ukajikuta basi umesoma tu bure. Hapana. Ile rafiki yangu amekaa mwaka mzima amepanga. Sawa? Akaamua kujiunga na uinjilisti. Najiunga na mimi ndio niko naye. Yaani kama Mungu alimwambia bwana, wewe ongozana na huyu. Na mimi ndio nilikuwa nampa ujasiri. Nikasema bwana, hapa hatuachi ofisi, hatuachi nyumba. Yaani kama nikifika kwenye geti kama hili. Sijui hii geti ni ya nani, kama ni waziri mkuu, kama ni nani, ni unaingia. Tunaingia. Kule posta kule. Tulikuwa tunaingia. Sasa yeye ananiuliza mimi. Namwambia bwana, tutaenda tukaingia kwenye ile geti ile pale. Sasa pale tunaingiaje pale? Ndio nani anatujua? Sasa tutaingia kweli pale? Nikamwambia tulia kwanza. Njoo hapa tuombe. Tukimaliza kuomba ambaye tuende. Tunafika pale, tunajieleza, tunaenda tunataja mtu yoyote. Of course kila ofisi haikosi kiongozi. Kwa mfano HR. Tunataja kiongozi wa cheo chochote. Alafu hata anaturuhusu ndo tunaenda na anatuelekeza. Tena wengine wanatupeleka kabisa mpaka ofisini. Umeona? Kwa unaenda kule unafanya kazi na tufanya injili pale, unatoka. Kesho ukija ni kazi rahisi. Kwa sababu ulishaenda. Kwa hiyo ni imani kwamba ukiwa na imani popote unapita. Ndio maana hata wana wa Israeli walipokuwa wanamwambia Musa kwamba kwa nini umetutoa huku, huku kuna maadui, huku nako tupeleka kuna mtu hatuwezi kuvuka. Wao wanaona mtu, lakini Mungu anaona ni njia imenyoka. Sawa, ukiwa na imani inaondoa hofu. Ukiwa na imani inaondoa hofu. Muda wote unakuwa unajisikia ujasiri. Mimi leo hata itokee ninahubiri injili sehemu fulani, watu wengi sasa hivi hawapendi ukweli. Lakini mimi itokee, na hii itatokea hata siku za mwisho. Itatokea watu kukata mapanga. Kwamba wewe ukijifanya unampenda Yesu, wewe unakatwa. Unauawa yani kwa ujumla. Sasa mimi niko tayari kufa, sitateteleka kwamba nimeambiwa unampenda Yesu ama sasa ukisema unampenda Yesu maana yake wewe unataka kuuawa. Mimi niko tayari kuuawa kwa sababu ile hofu mimi sina. Sina kabisa, sina kabisa, ni kama vile nimechoma sindano ya ganzi. Twende, yani wewe ni kwenda tu. Twende tu. Mimi nikisema tupite hapa. Wewe unaona ukuta ule pale? Ule ukuta tutapitaje? Naambia twende. Ule ukuta tutapita na safari itaendelea.